Somo langu siku ya leo linaitwa bakuli na mti. Kwa majina anaitwa mchungaji Phineas Florence Madiwa kutoka Mwandege na pale Ifakara Lungongole. Ninakuletea mada hii. Yamkini unaweza kusema hilo bakuli ni kitu gani? Mti ni kitu gani? Mtumishi analeta habari gani siku ya leo? Ninakuletea taswira halisi ya moyo wa mwanadamu na nini kinapokelewa katika moyo. Lakini mti unatazamwa kwa namna ulivyo, kustawi kwake, matawi yake, matunda yake na namna ulivyo inategemea. Kuna vitu muhimu ambavyo nitaenda kuvielezea leo mbele zako na vitakupa namna ya kuenenda katika maisha. Mstari wangu wa msingi unatoka kwenye kitabu kile cha Ufunuo 15 na ule mstari wa 7 ambapo Biblia inasema, na mmoja wa wale wenye uhai wanne akawapa wale malaika 7 vitasa 7 vya dhahabu vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Kwa hiyo nini nataka kusema mbele zako? Nini nataka kukupa ujumbe wa leo? Ni kwamba moyo, namna unavyopokea au bakuli linapopokea kitu, ndipo inatoa jina la hiyo kitu. Either bakuli la uji, bakuli la damu, bakuli la mchuzi. Uwezi ukaita bakuli la uji ukasema hili ni bakuli la mchuzi. Hapana. Bakuli la mchuzi litabakia bakuli la mchuzi, na bakuli la damu litaendelea kuwa bakuli la damu. Ndugu yangu unayenisikia kwenye kipindi saa hii, ni kwamba hivi vitu havina upinzani. Lazima namna taswira ilivyo ndivyo utaitwa hivyo. Kwa hiyo Mungu utazama kilichomo ndani ya bakuli au ndani ya moyo wa mwanadamu. Anapoangalia ndani ya moyo wa mwanadamu, utazama matunda ya mti huo. Bakuli linaonyesha yaliyomo ndani ya mtu, na mti unaonyesha maisha ya mtu kwa matunda yake. Unaweza kujua huyu ni cha pombe, huyu ni wa namna hii, kwa namna ya muonekano unaoonekana. Huyu dada, huyu kaka, huyu mtoto, kwa matunda, kwa muonekano. Kwa hiyo naposema kwamba somo langu ni bakuli na mti, hilo ni fumbo, lakini sio fumbo. Nimelielezea kwa wazi kabisa, ni moyo wa mwanadamu. Nini unapokea? Unapokea neno la kweli au unapokea neno sio la kweli? Na kama unapokea neno la kweli, utaona matunda yake, na kama unapokea neno lisilo la kweli pia utaona matunda yake pia. Kwa hiyo nini nataka kukueleza? Nini utakachokiona ni kwamba lazima utakuwa unaona namna mtu alivyo kwa matunda yake. Sasa mti kimwili unahitaji nini ili ustawi? Unaona kabisa mti kimwili unahitaji mbegu bora. Kama mti kimwili unahitaji mbegu bora, hakuna mti mzuri unaotokana na mbegu mbovu. Hakuna. Na hiyo unaweza ukaiona kwenye Mathayo 13 na ule mstari wa 31. Mathayo 13 na ule mstari wa 31. Biblia inasema, akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Kiroho mbegu ni neno la Mungu. Kisoma kwenye Luka 8 na ule mstari wa 11 utaona neno ni mbegu. Neno ni mbegu lililoko ndani ya mtu anaolipanda mtu. Na kama neno ni mbegu, kwa hiyo mti bora unahitaji
mbegu iliyo bora, neno lililo bora. Lakini kizazi cha leo kinahitaji kupandwa neno sahihi la Mungu. Kizazi cha leo kinahitaji kupandwa neno sahihi la Mungu. Tunaposema neno sahihi la Mungu tunamaanisha nini? Tunaposema neno sahihi la Mungu tunamaanisha nini? Kwamba neno la kweli. Lakini ili mti kimwili unahitaji nini? Unahitaji udongo mzuri. Kimwili tu unahitaji udongo mzuri, yaani moyo unaopokea, bakuli linalopokea vizuri. Udongo mzuri, mbegu nzuri haiwezi kuzaa katika udongo mbaya. Na hiyo unaweza ukaona kabisa katika kile kitabu cha Mathayo 13 na ule mstari wa 23. Mathayo 13 na ule mstari wa 23. Biblia iko wazi kabisa, inasema, naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100, huyu 60 na huyu 30. Huyo mtu ataanza kuonekana ana ongezeko, mwenye neno la kweli. Ndugu zangu, wokovu sio hali ya kujinaji tu, nimeokoka. Lazima utembee kwenye programu, lazima utembee kwenye mchakato, lazima uende na mchakato unaotakiwa. Lazima. Kwa udongo mzuri, mbegu nzuri haiwezi kuzaa katika udongo mbaya, kama tulivyoona kwenye kile kitabu cha Mathayo 13:23. Lakini kiroho udongo ni moyo wa mwanadamu. Udongo ni moyo wa mwanadamu. Unaweza ukajiuliza swali moja, ya kizazi hiki, mioyo ya kizazi hiki imejaa nini? Mioyo ya watoto wetu, mioyo ya mabinti zetu, mioyo ya kizazi hiki ninachoongea hii leo mbele zake imejaa nini? Utashangaa mioyo imejaa TikTok, mioyo imejaa anasa, mioyo imejaa tamaa, mioyo imejaa majivuno, mioyo imejaa hasira, mioyo imejaa kuto kusamehe, mioyo imejaa uchungu. Unategemea moyo uliojaa uchungu, moyo uliojaa kuto kusamehe, nini matokeo yake? Lakini pia kwa namna ya kawaida tu ya mti unahitaji maji. Mti bila maji hautaweza kustawi, hauwezi kustawi, utakauka tu. Tunaona kwenye ile Isaya 44 na ule mstari wa 3. Isaya 44 na ule mstari wa 3. Biblia inasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Utakaowazaa kwa namna ipi? Hawa wanaongelea watakaozaliwa kwa namna ipi? Ni kwa namna ya neno la Mungu. Ukizaliwa katika neno la Mungu, Biblia inasema Mungu atamimina juu yake aliye na kiu. Mtu huyo mwenye neno la Mungu ni mtu mwenye kiu, anatafuta neno lililo sahihi, anaziba masikio yake isikie neno ambalo litampotosha, neno ambalo halina msingi. Na kizazi cha leo kinaharibikiwa ni kwa sababu kinasora kila wanachokiona, anaokota tu, anajumlisha hii na hii na hii. Akitoka pale usiku anaona maono fulani, anayajumlisha. Ni mkorogo na mchanganyiko.
na hiyo ni hatari sana 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 sana. Kiroho maji ni Roho Mtakatifu. Kimwili maji ni hali ya kawaida kabisa ambayo unaweza kumwagia mahali pakavu, lakini kiroho ni Roho Mtakatifu. Anapoingia ndani ya mtu mwenye neno, anabadilisha masistimu yote ya maisha, anabadilisha utaratibu wote. Mwenye kiu, mwenye hasira itaondoka, mwenye kiu ya ulevi na uzinzi utahama, mwenye kiu ya magomvi itahama. Kunakuwa na kiu ya kutamani kumwabudu Mungu. Lakini kumwabudu Mungu ni pamoja na kushuhudia watu habari za Mungu ambazo ameziona kwa macho. Ndugu yangu unayeniona hapo mbele yako, nina habari za Mungu. Kiu yangu ni kukueleza habari ya Yesu, namna anavyotenda kazi, namna anavyoponya. Wakati mwingine inanishangaza sana, anatenda mambo makuu yananishangaza. Baada ya muda fulani unasikia baada ya kuomba kilitokea hiki na hiki na hiki na hiki. Na mimi nashangaa kama wewe unavyoshangazwa, na mimi naye nashangazwa. Ndivyo utendaji kazi wa Mungu. Unahitaji maji. Mti bila maji ukauka. Sawa sana lile neno lilisoma la Isaya 44 na ule mstari wa 3. Kwa hiyo kiroho maji nimesema ni Roho Mtakatifu. Kanisa lisilo na Roho Mtakatifu ni kama mti usiopata mvua, usiopata maji, usiopata chakula, usiopata matunzo. Lazima utakauka. Lazima utakauka. Maisha ya watu wengi yamekauka kwa sababu hawana muda, hawana muda, hawana habari, hawana namna ya kufanya. Kwa hiyo kwao imekuwa ni hatari kubwa sana sana sana. Kwao imekuwa ni habari ya mjini, ya matatizo ya mjini. Lakini kikawaida tu kimwili, mti unahitaji mwanga na jua. Mwanga na jua. Mti ukua kwa kupata mwanga. Tunaona kwenye kile kitabu cha Malaki 4 na ule mstari wa 2. Malaki, kitabu cha Malaki 4 na ule mstari wa 2. Biblia inasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu. Ni Mungu anasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha, yani mnayemcha Mungu, mnayemwamini Mungu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Unapokuwa na ile nuru, yani na neno la Mungu kwenye bakuli lako, wewe ni mti ulioshupavu. Anasema utakuwa kama ndama wa mazizini. Anasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Kama ndama wa mazizini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimemaanishwa, ni vitu ambavyo vipo. Mtu mwenye neno ni mtu mwenye furaha ya ajabu, mwenye neema ya ajabu. Ninarudi kwenye somo letu, bakuli na mti. Moyo wenye neno. Nikisema bakuli ni kitu kinachopokea, moyo unaopokea neno la Mungu ni moyo sio wenye hofu, sio wenye mashaka, sio wenye hasira. Ni moyo shupavu mno, kama neno linavyosema. Mti bora una sifa gani? Mti bora una sifa ya mizizi mirefu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yeremia 17, Yeremia 17 mstari wa 7 na wa 8. Yeremia 17 mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana,
ambaye Bwana ni tumaini lake. Inasema amebarikiwa mtu yule. Kwa hiyo mti bora una sifa gani? Kwanza una mizizi. Ndipo neno sasa linakazia, anasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana ndiyo kinga yake. Nini kifuatacho kwenye mstari wa 8? Anasema maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezayo mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Jani lake litakuwa bichi. Jani lake litakuwa bichi. Mti ambao umepandwa kando kando, kwanza utakuwa hauna hofu ya kusema labda jua hili linavyowaka litanani. Hiyo ni sifa ya hatari sana. Hiyo ni sifa ya hatari sana. Mti ulio na mizizi mirefu hausukumwi na upepo, kwa sababu ni mti imara na mizizi imeenda chini. Hata ikitokea mtikisiko, si kwamba mtikisiko katika maisha yetu ya kitumishi au ya kumtegemea Mungu hayapo. Utatikiswa sana, watakutikisa, lakini hawatafanikiwa. Kiroho mtu mwenye mizizi katika Kristo hasukumwi na mafundisho ya uongo. Mtu mwenye neno la kweli katika Kristo hauwezi ukamtoa nje ya neno la kweli. Ndugu zangu, watu wasema wamejaa miujiza. Muujiza wa kwanza ni kulijua neno la Mungu. Maana nyakati gani tupo sasa hivi? Ni nyakati ya kuliamini neno. Kristo alishakuja katika uhalisia wake. Alishakuja kama unavyoniona, na jicho la watu lilimuona. Sasa hivi Kristo amejifunua kwenye neno lake, na neno liko wazi kama ninavyolifafanua saa hii, ndugu yangu unayenisikiliza. Kama ninavyofafanua saa hii, ndugu yangu unayenisikiliza. Biblia inasema huo mti unazaa matunda. Unazaa matunda. Hebu tuone Mathayo 7 na ule mstari wa 17. Mathayo 7 na ule mstari wa 17. Biblia inasema vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Namna walivyo watu, usiingiwe na mshangaa sana. Ni namna gani anafundishwa neno la Mungu, ni namna gani analishwa chakula, na bakuli lake limekubali kupokea nini? Limekubali kupokea nini? Na ndivyo alivyo huyo mtu. Anasema mti huo utazaa. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Kwa kadiri ya namna unavyokaa katika neno la kweli, utakuwa mtu mwenye kuzaa matunda mazuri. Kwa kadiri unavyofundishwa uongo, ndivyo hata imani yako inakuwa migurubaja. Na hii ni tatizo la hii dunia sasa hivi. Tatizo, kuna watu Biblia inasema wamejiingiza kwa siri. Wanawamiliki watu kwa siri, lakini katika kuwamiliki huko wanawalisha pakanga, wanawalisha maumivu. Nina habari njema usiku wa leo ya kwamba Yesu Kristo anatamani usikie neno hili linalolisema usiku huu, ya kwamba uwe mti mwema, mwenye kujua mafundisho yaliyo mema, mwenye kuwa na uwezo wa kupambanua kinachoongelewa. Utapambanuaje? Wewe kanisani unaenda, huna Biblia, huna daftari, huna peni, uchukui notes zozote. Je, unaweza kumlaumu mtu anayekudanganya? Maana yake mwenyewe unajidanganya mwenyewe, unanisikia.
na hiyo ndio chanzo cha shida yako, na hiyo ni chanzo cha matatizo yako, na hiyo ndiyo inayokutokea. Mungu akusaidie sana. Nasema Mungu akusaidie sana kuelewa haya maneno nayeachilia sahihi. Yatakusaidia mno, yatakusaidia mno. Namna ulivyo ni namna ambavyo huna muda na neno. Ni kipi utakachoonekana? Kipi kitazaliwa kwako? Kipi kitazaliwa kwako? Kila mti mwema huzaa matunda mema. Mungu atazami ukubwa wa kanisa, labda lina watu wengi. Mungu anaangalia matunda ya watu wale walioko katika kusanyiko, na hicho ndicho ambacho Mungu anakiangalia, ndicho anachokifanyia kazi, ndicho anachodili nacho, ndicho anachodili nacho. Namna unavyolelewa ndivyo maisha yalivyo, na hiyo inaleta shida sana kwenye hii dunia, inaleta shida sana kwenye hii dunia. Mungu atazami namna ulivyo, anaangalia namna neno lililoko ndani yako, namna unavyoweza kuonesha matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu ni upendo, kwenye ile Galatia 5 mstari ule wa 22 mpaka 23. 5:22 mpaka 23. Matunda ya Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, furaha, utu wema, uaminifu, upole, kiasi. Haya ni matunda ya mtu ambaye bakuli lake limepokea neno la kweli. Huyo mtu anaishi katika upendo, anaishi katika furaha, anaishi katika amani, anaishi katika uvumilivu, furaha, wema, uaminifu, upole na kiasi. Anavyo huyo mtu, anavyo. Mungu atusaidie sana. Yesu anasemaje kuhusu mti mbaya? Kisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 19. Mathayo 7 na ule mstari wa 19, Biblia inasema kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Hii haipingiki. Nasema hiyo haipingiki. Haipingiki ndugu yangu naye nisikia. Anasema mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Unaweza kusema unakatwa katajwe? Haya matukio yanayokutokea maana yake ni dalili ya kutolewa kwenye system, ulinzi wa kiungu, neema ya Mungu. Kwa hiyo tafakari leo ili neno linalokuja ndani yako, kwamba ni wapi umepalangana na mkubwa wa kazi Yesu Kristo, ni wapi hauko vizuri naye. Chunga. Lakini mti mzuri unatoa kivuli. Mti mzuri usaidia wengine kiroho. Mkristo wa kweli huleta faraja kwa waliovunjika moyo. Ukiona unakutana na mtu anakupa vitisho, anakupa mitetemo, anafanya bakuli lako lianze kutetemeka. Nikisema bakuli maana yake ni moyo unaopokea neno la Mungu. Jihadhari naye. Nasema jihadhari naye. Usipofanya hiki Mungu aweza akakufanyia hivi. Hapana. Mungu hanaga protoko hizo. Mungu hana. Ni wewe na namna ulivyoambiwa. Mungu akusaidie sana. Ndio maana akasema kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Motoni. Maana yake utateketezwa. Utateketezwa. Utaharibiwa. Utaharibiwa ndugu yangu unanisikia. Ni hatari sana 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 sana. Ni hatari mno.
Ni hatari mno. Hizi habari zikuenee, hizo habari zifike kwako, hizi habari ziwe sehemu ya maisha yako. Tatizo la kizazi hiki si ukosefu wa makanisa. Makanisa yako kibao. Kwa hiyo hatuangalii kwa habari ya ukosefu wa makanisa, hapana. Tunaangalia habari ya ukosefu wa matunda. Watu wengi wana majani mengi ya dini. Mimi mfulani, haitakusaidia chochote. Haitakusaidia chochote. Watu wengi wamejaa majani mengi ya dini, lakini hawana matunda ya Roho Mtakatifu. Hawana matunda ya Roho Mtakatifu kabisa, 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 kabisa. Kizazi cha leo kimekuwa miti ya aina gani? Unaweza ukajiuliza. Miti isiyo na mizizi. Imekuwa miti isiyo na mizizi. Nikisema miti isiyo na mizizi, ni watu wanaotaka miujiza bila msingi wa neno. Na ndugu yangu, fanya ufanyavyo, kama hauna msingi wa neno, umekwisha. Nasema kama hauna msingi wa neno, umekwisha. Miti yenye majani tu, kama mtini aliyoulaani Yesu. Yesu akauona mtini, akaona umenona, una majani. Aliposogelea pale, ukawa hauna matunda. Kwenye ile Marko 11 mstari wa 13 mpaka 14. Marko 11 mstari wa 13 mpaka wa 14, Biblia inasema maneno haya. Marko 11 mstari ule wa 13 mpaka wa 14. Kuna maneno yanasemwa pale. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda au aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Ni kweli ulikuwa si wakati wa tini, lakini mtu alikuwa anaonekana amenona as if ana matunda mazuri. Mtu alikuwa anaonekana amejaza watu wengi. Lakini mstari wa 14 anasema, akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia kwa masikio. Wewe ni mtu wa namna gani? Matamko yako ni ya namna gani? Ndugu yangu, ipo neema kwa Yesu leo. Bado kuna uwezekano wa kurudi tena kwa Yesu na kuwa mti ulio bora na kuwa bakuli linaloweza kupokea neno la sahihi. Kwa maneno machache tu unaweza kukaa kwenye chumba chako cha siri ukamwambia Bwana Yesu, njia zangu si sahihi, maisha yangu si sahihi, nataka nifundishwe na wewe. Anza kuchukua hatua, kuangalia kila unachofundishwa, unaandika, unafuatilia maandiko, unaandika. Sasa hivi makanisa yamekuwa na mabosi, wanaenda tu anasikiliza, anaondoka zake, anasahau kile alichosikia. Lazima kwa kuandika kuna kitu kinaingia kwenye ufahamu. Kwa kusikia pia, kwa sababu mdomo wa Mungu wa namna kupokea ni sikio. Kwa kusikia pia ni sawa sawa na kula, kama unavyokula chochote unachokula. Mungu akusaidie sana. Niko mbele zako, kama una tatizo lolote, napatikana pale Mwandege Vicheji, na namba za simu ndo hizo 0784 22 23 27. Napatikana pale Mwandege Vicheji, lakini pia mkoa wa Morogoro, sehemu moja inaitwa Ifakara Lungongole. Pale tuna huduma inaendelea na tunafundisha kwa neema ya Mungu
sawa sawa na mapenzi yake. Mapenzi yake watu wamjue Mungu. Kwa hiyo inawezekana uko kitandani, uko kwenye changamoto, simu iko hewani kabisa kwa ajili ya kukusikiliza na kukuombea na kukusaidia. Kuna mahali labda unajiona umesogea, kumbe ndo unarudi nyuma. Huu ni wakati sahihi kwako, mahali popote unaponisikia katika nchi hii ya Tanzania na nje ya nchi ambako televisheni hii inasikika. Mungu akubariki sana. Piga simu, iko hewani nami niko tayari kukusaidia. Location unaweza kutumia simu kunitafuta au kufika kwenye ibada zetu ambazo zitaendelea kesho pale Lungongole. Saa 2 ibada itaanza ya maombi pale Ifakara Lungongole. Saa 2, saa 3 kutakuwa na Sunday school. Saa 4 watu watasifu na kuabudu, na ibada kuu itaoneshwa mubashara au itahubiriwa mubashara kwenye YouTube na TV na Facebook, utaona mubashara. Lakini pia kesho moto utawaka Vicheji. Moto kesho utawaka Vicheji. Ndugu yangu, simu iko online. Ni wewe tu ninakukaribisha. Itumie simu hiyo, nami niko tayari kupokea simu yako ili kuweza kukusaidia. Uliokwama mahali, ulionaswa mahali fulani. Kumbuka somo langu nilikuwa naelezea kuhusu bakuli ambaye ni moyo wa mwanadamu unaopokea neno, na mti ni matunda gani yanapatikana kwa wewe. Mti ni mtu, katika kupokea hilo neno una matunda gani? Kwa hiyo nimeongea katika lugha fulani ambayo Biblia imezungumzia bakuli kama kitasa kilichojaa ghadhabu ya Mungu. Mimi nimejaribu kukuelezea kwa undani. Karibu ni wakati nisikie simu zenu ili niweze kukusaidia, na Mungu akubariki. Na Mungu akubariki. Nasubiri simu yako mahali popote uliposikia neno hili. Labda yamkini unahitaji ushauri, yamkini unahitaji kuombewa. Ni muda huu sasa. Niko tayari kutumika. Mimi ni punda mdogo, yuko punda mwenyewe ambaye atakuhudumia mubashara kabisa kabisa. Mungu aliye hai ana nguvu ya kukunyanyua hata kama uko kwenye wheelchair. Ana nguvu ya kukausha kansa, ana nguvu ya kukausha HIV, ana nguvu zote. Lakini wewe ni mti wa namna gani? Wewe bakuli lako linapokea nini? Ni neno gani linalopokea? Kamata haya maneno. Ninakukaribisha. Simu iko hewani. Simu iko hewani. Karibu, karibu, karibu. Simu iko hewani. Karibu nikuhudumie ndugu yangu mahali popote. Karibu nikuhudumie mahali popote. Na Mungu atakubariki sana. Angalia bakuli la kizazi hiki limejaa nini? Dini haitakufikisha popote. Haitakufikisha popote. Wewe umejaa nini? Chuki au upendo? Tamaa au takatifu? Dini au Kristo? Umejaa nini? Njoo na ushauri wako, nitakushauri. Kama mgonjwa pia nitakuombea. Ni wakati wa kipekee ambao neno hili limekuja kwako. Mungu atakusaidia. Namba za simu zinaonekana hapo, ni 0784 22 23 27. Ni mimi mchungaji Phineas Froeni Madiwa kutoka pale Mwandege na pale Lungongole Ifakara. Mwandege mkoa wa Pwani, au unaweza ukaita Dar es Salaam, lakini kutoka pale Lungongole Ifakara Morogoro. Karibu sana na Mungu atakubariki. Ni wakati wa kupokea simu yako. Wewe ulio na changamoto mbalimbali, na Mungu atakusaidia. Na Mungu atakusaidia. Mimi nasimama tu kama mjumbe wake, lakini na neno nimelibeba lenye kukupa uzima, na neno nililobeba la kukupa uhai tena, na neno nililobeba la kukuisha. Lakini wewe ni bakuli la namna gani? Lazima ukubali kubadilika. Lazima ukubali kukaa kwenye neno. Lazima uwe mti uliopandwa kando kando. Lazima ujifunze namna kumtegemea Mungu. Karibu. Namba za simu ziko hewani kabisa. 0784
22, 23, 27 ziko kwenye dashboard zinatembea, na Mungu atakubariki sana. Mungu anasema atakubariki. Piga line ziko on, line ziko on mahali popote ulipo. Namba ni 0784 22 23 27. Niko kukusaidia kwa neema ya Mungu aliyonipa. Nitakukansel, nitakuombea na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Nasema na mkono wa Mungu utakuwa uko juu yako. Karibu, simu iko oni. Simu iko oni, na unaweza kutuma message pia nikaisoma kwa ajili ya kukuombea. Karibu mahali popote unaposikia maneno haya, mji wowote, iko neema ya Mungu. Mungu ameweka neema ya kuponya ndani yangu. Instantly utaupata muujiza. Lakini wewe unaipata muujiza, je, una uhusiano gani? Wewe ni bakuli la namna gani? Ni mti wa namna gani mbele za Bwana? Tunahitaji tuwe mti uliopandwa kando kando ya mto. Majani yako yastawi, lakini uwe na mizizi iliyoenda chini. Hata kama msukosuko ukija, ukiyumbishwa yumbishwa, utasimama tena. Karibu, simu ziko on. Simu yangu iko on 0784 22 23 27. Ninakusubiri wewe, ninakusubiri wewe, na neema ya Mungu itakusaidia. Ninakusubiri wewe na neema ya Mungu itakusaidia. Neema ya Mungu ipo, itakusaidia. Narudia tena, namba za simu zipo hewani, zinakusubiri wewe. Karibu ndugu yangu, usifanye moyo wako mgumu. Kama uko kitandani, kama uko wapi, kipindi ni nguvu ya msalaba. Kipindi ni nguvu ya msalaba. Ni mimi mchungaji Phineas Madiwa. Utaka kunipata pale Mwandege Vicheji, namba za simu ni hizo 0784 22 23 27. Lakini napatikana pia Ifakara pale Lungongole, Morogoro, Ifakara pale Lungongole. Ninakukaribisha sana 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 sana. Karibu. Yamkini unasikiliza kipindi hiki kutoka mahali popote. Ipo nguvu ya kuponya ambayo Bwana Mungu ameiwekeza ndani yangu, itakusaidia. Kumbuka somo lilikuwa linaitwa bakuli na mti. Bakuli na mti nikaelezea kinaga ubaga kabisa. Tunaona mfano wa Yesu aliotoa mti, ameuona una matunda mazuri, una matawi, una matawi, una majani mazuri, una matawi, lakini hakuona tunda ndani yake. Hakuona upendo ndani ya huyu mtu, hakuona furaha ndani ya huyu mtu, hakuona uvumilivu ndani ya huyu mtu. Yesu akaulaani. Yesu akaulaani. Kumbuka Yesu alikuwa ni Mungu kamili, akaulaani. Kumbe tunatathminiwa kwa matunda, kwa matunda. Kwa hiyo ninakukaribisha ndugu yangu mahali popote. Simu iko on na kusubiri wewe. Na tunaona kabisa kwenye kile kitabu cha kile kitabu cha Zaburi 1:3 inaelezea ni mti gani uliopandwa sehemu gani, una nuru kiasi gani. Wewe umepandwa wapi? Umepandwa wapi? Karibu mwenye shida, karibu mwenye tatizo. Simu iko on na neema ya Mungu ya kukuhudumia ipo. Tunaona kile kitabu cha Zaburi 1:3, Biblia inasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila atendalo litafanikiwa. Ukiwa na neno la Mungu, ukikaa kwenye neno la Mungu, kila ulitendalo litafanikiwa. Nasema kila ulitendalo litafanikiwa. Bado una muda wa kukuombea wewe mwenye kutaka ushauri, wewe mwenye kutaka yamkini una shida. Neema ya kuponya ipo.
na sasa ninataka kuombea watu wote kwa ujumla ambao yamkini uko kwenye kipindi na unakabiliwa na shida mbalimbali, na yamkini uwezi ukapiga simu wala kutuma message. Kama una maumivu mwili mzima, weka mkono wako kichwani, na kama mahali fulani panakusumbua, weka hapo panapokusumbua. Nataka kuachilia kile ambacho Mungu amewekeza ndani yangu. Baba uliye mwema, mtakatifu wa Israeli, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye amesikiliza kipindi hiki tangu mwanzo mpaka sasa. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila mpango mbaya aliyovamiwa ndani yake na uharibu kwa jina la Yesu, na haribu kwa jina la Yesu Kristo, na haribu na kubatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwanakondoo ninatangaza mtu huyo awe na uzima, awe na uzima. Na hakika usikose kutoa shuhuda kama Mungu amekutendea katika maombi haya. Unaweza kufikiria ni machache, lakini ni nyundo ivunjaye mawe vipande vipande. Ndugu yangu, bado nafasi ya kupiga simu ipo. Mahali popote unaponisikia, nafasi ya kupiga simu ipo. Hiki kizazi ni kizazi cha TikTok, sio kusikia neno la Mungu, sio kusoma neno la Mungu, na sio kufanya tafakari. Yoshua 1:8 anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwenu, kisiondoke kwenu. Ili uwe mti ulio bora, lazima uwe mtu mwenye bakuli lenye kupokea neno la Mungu. Bakuli na mti, bakuli na mti. Karibu sana mahali popote, karibu sana mahali popote, na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki. Ninakukaribisha saa hii kwa ajili ya simu ziko on, simu iko on na iko mubashara kabisa. Piga ni kushauri, piga ni kuombee, piga tutafakari pamoja nini cha kufanya, na Mungu atakusaidia sana. Nasema na Mungu atakusaidia sana. Kumbuka kwamba bakuli inaonyesha yaliyomo ndani ya mtu, huonyesha matunda ya maisha. Kama bakuli letu limejaa Roho Mtakatifu au limejaa nini, umejikita katika Kristo, itajulikana, au tutakuwa kizazi kipi tunachotaka kumletea Mungu. Wewe ni sehemu ya kizazi kipi cha kumletea Mungu? Kwa hiyo ninatoa wito kwako unaonisikia. Wito wa Mungu kwa kizazi hiki ni kuwa bakuli safi mbele za Mungu.
wewe ni mti wa namna gani? Wewe ni mti wa namna gani? Wewe ni bakuli la namna gani? Unapokeaga nini? Kipi kinatawala kwenye maisha yako? Kipi kiongozi wa maisha yako? Itakusaidia sana usiku huu au jioni hii, kwa habari hizi njema nilizoleta mbele zako, zitakusaidia mno na kukutoa kwenye wimbi. Bado ninakuahidi ya kwamba namba za simu zipo na kusubiria wewe tu, ili neema ya Mungu iweze kukusaidia, neema ya Mungu iweze kukuponya, na hilo litakuwa jema sana kwako, litakuwa jema sana kwako, litakuwa jema sana kwako, kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu, hilo litakuwa jema sana kwako, sana 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 sana, litakuwa jema sana sana kwako. Ndugu yangu, mahala popote unaposikia, ni kwamba somo linasema, je, wewe ni bakuli ya namna gani? Moyo wako unapokea nini? Nilishasema kwamba bakuli ni moyo unaopokea, ni kitu kinachopokea, ni taswira. Kadiri inavyopokea kinatoa majibu yale yale, taswira ile ile. Je, wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mtu wa namna gani? Na Mungu atakusaidia sana ukilijua hilo, na baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Kuna miti iliyopandwa kando kando, badala ya kupandwa katika Kristo, inapandwa katika mfumo wa dunia. Usiwe mtu uliopandwa katika mfumo wa dunia. Sasa na waraka wa kwanza wa Yohana 2:15, Biblia inasema mtu anayeipenda dunia, kumpenda Mungu akupo. Kumbuka kwamba namba za mawasiliano zipo tayari, zinatembea kwenye screen. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ili uweze kutembea kwenye wakati huu, ili uweze kusaidika. Na Biblia iko wazi, nasema tujae Roho Mtakatifu kwenye Efeso ile 5:18. Usilewe kwa mvinyo ambao unaleta uharibifu. Lewa Roho, lewa neno. Mtu mwenye neno ana tafsiri nyingine, ana tafsiri nyingine. Lakini pia tukubali kupogolewa, tukubali kuonywa, tukubali kuambiwa iki acha, iki fanya, kwa utukufu wa Mungu. Itakusaidia sana, nasema itakusaidia sana. Na ndio maana kwenye ile Yohana 15 na ule mstari wa 2, kuna maneno yanatamkwa pale. Yohana 15 na ule mstari wa 2. Bado kuna nafasi, simu yangu iko on na kuruhusu upige, na Mungu akubariki. Yohana 15 na ule mstari wa 2 inasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Huyu ni Mungu anayesema. Wewe ni tawi la aina gani? Unaozaa au usiozaa? Kuzaa maana yake nini? Ndiyo inajulisha sasa mti huu ni wa namna gani. Ongezeko lako la kila siku linajulisha wewe ni nani katika Kristo. Na tuliongelea kwamba usishindwe kufanya ongezeko la kushuhudia wengine habari uliokuwa nayo njema. Mshuhudie mtu kimaandiko, kiuthibitisho. Uwe mtu mwenye kutoa ushuhuda mzuri, uwe mtu mwenye kufanya vema mbele za watu, na hiyo itakusaidia sana, itakusaidia sana na kukuwezesha. Na tukaona kwenye kile kitabu hicho cha Mathayo 15 na ule mstari wa 5, Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake,
huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Pasipokuwa na huyo Yesu, pasipokuwa na huyo neno, ndugu yangu, hauwezi ukafanya neno lolote, hauwezi. Bado narudia tena, kama unahitaji ushauri, ni vema, simu iko on, itumie na neema ya Mungu iweze kukusaidia. Neema ya Mungu iweze kukusaidia. Ipo neema ya Mungu, ipo. Na umejaa nini? Chuki au upendo? Inategemea na nini bakuli lako limepokea, moyo wako umepokea nini. Bakuli au moyo wako umepokea, ndivyo ulivyo, ndivyo nilivyo. Mungu atusaidie sana. Je, tamaa au utakatifu, dini au Kristo? Mungu anatafuta bakuli safi na mti yenye matunda. Kama bado narudia, unataka ushauri, simu iko on 0784 22 23 27, na Mungu atakubariki sana. Nasema Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki sana, na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Neema ya Mungu itakuwa juu yako. Ni wakati wa kipekee utumie. Niko kukusisitiza tena, tubaki katika Kristo, tubaki katika Kristo. Kwa nini tubaki katika Kristo? Anasema mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, huyo uzaa sana. Naposema namna ya kawaida tu, tafsiri ya kuzaa sana, maana yake ni kielelezo sana. Yesu anajivunia mtu ambaye amekaa ndani yake, sio mtu ambaye yuko nje. Mtu ambaye yuko ndani yake, hata kama anapitia kwenye msukosuko, hata anapitia kwenye vurugu mechi, lakini bado yuko ndani ya Kristo. Hilo ni jambo la kumpendeza sana Mungu, ni jambo zuri kupita majambo yote unayojua. Mungu atusaidie, Mungu atuongoze. Narudia tena, namba za simu ziko hewani, na Biblia inasema tulewe kwa Roho, tulewe kwa Roho, tulewe kwa Roho, ambako ndani yake hakuna ufisadi. Ndani ya neno la Mungu hakuna ufisadi, lakini ndani ya mambo ya kidunia kuna ufisadi. Dunia kuna tamaa za kidunia, dunia kuna kuoneana, dunia kuna kubezana, dunia kuna yaani ni kuchoshana kila eneo. Kila eneo unaloliona ni kuchoshana, na hiyo ni hatari sana, ni hatari sana sana sana, ni hatari sana. Unayenisikia, hiyo ni hatari sana sana sana, mtu wa Mungu, ni hatari mno, ni hatari sana. Mungu atusaidie sana. Na ninapoelekea mwisho wa kutaka kuahirisha kipindi hichi, ninakukaribisha katika ibada ya kesho itakayoanza saa 2 maombi, saa 3 Sunday school, saa 4 tutasifu na kuabudu na neno litafuatia. Na hiyo ratiba zinaambatana tu ya hapa Vicheji, Mwandege mkoa wa Pwani, na pale Lungongole, Ifakara Morogoro. Karibu sana wewe ulioko jirani, usifanye moyo wako mgumu, na Mungu atakubariki sana sana sana. Shalom, shalom. Ni mimi mchungaji Phineas Froni Madiwa kutoka huduma ya Nguvu ya Msalaba, na kipindi ni Nguvu ya Msalaba pia. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Amen.
Je, wewe ni kiongozi wa kiroho? Hapa namaanisha askofu, mchungaji, mzee wa kanisa ama kiongozi wa idara fulani